Shalom hapo studio, naitwa Pastor Isaac kutokea Oljoro. Akasema malaika wa Mungu alimtokea Mariamu, mama wa Yesu, katika mwezi wa 6 na akampasha habari kuwa atabeba mimba kwa njia ya Roho Mtakatifu kuanzia mwezi huo. Je, tumboni Yesu alibebwa kwa miezi 6? Naomba nirudie vizuri. Sawa. Alisema hivi, jamani, malaika wa Mungu alimtokea Mariamu, mama wa Yesu, katika mwezi wa 6 na akamhabarisha kuwa atabeba mimba kwa njia ya Roho Mtakatifu kuanzia mwezi huo. Sasa, je, tumboni huko Yesu alibebwa kwa miezi 6? Sawa, naomba tuunganishe tena na swali la hilo linalofuata. Na mwingine alituma, huyu alikuwa ni Pastor Isaac kutokea Oljoro. Huyu ni mwingine kabisa, na yeye anaitwa Hadija Abdalla wa Tanga. Na yeye aliuliza akasema, Shalom mwalimu. Anasema kutokana na maandiko ya Biblia ni kwamba malaika alimpelekea Mariamu habari ya kupata mimba mwezi Juni, yani mwezi wa 6. Kwa hiyo Yesu alizaliwa mtoto njiti? Huyu ni wa Tanga, huyu ni wa Oljoro. Hilo ni swali ambalo wamewakilisha mamilioni ya watu ambao wanaangalia. Sasa Juni mbona tukipiga hesabu aliji? Tusaidie mwalimu. Asante sana. Nashukuru. Maswali haya ni maswali mazuri yenye kuleta uelewa. Sasa mfano kama ulivyokuwa unasema, tungekuwa tunajibu tu ndio au hapana, hapa si tungejibuje? Alizaliwa njiti, useme ndio au hapana. Lakini lazima tuingie ndani katika kufafanusha haya mambo. Unajua dada Jackie, kuna mambo ambayo Biblia hii tunayoisoma tunahitaji tujifunze historia. Kwa sababu usipojifunza historia, unajua mtu mwingine angekuja kujibu hapa kuambie kwa Mungu yote yanawezekana. Hata angeambiwa siku hiyo hiyo na siku hiyo angeweza kuzaliwa. Lakini ukweli ni kuwa Yesu alipitia prosesi zote za kibinadamu, namna zinavyopitiwa. Yani miezi ya kukaa tumboni sio miezi 6. Hapana. Sasa kama ni miezi 6 amezaliwa mtoto njiti kwenye ori la ng'ombe. Ori la ng'ombe. Umeona? Maana Biblia inasema walipofika wakati wa kuzaa. Umeona? Alizaliwa kwa wakati, yani alipotimia majira ya kuzaa, mtoto alizaliwa na miezi 9. Sasa kwenye mahesabu mbona inakataa? Yani mwezi wa 6 abebe ujauzito. Alafu wa 12 tarehe 25 mtoto azaliwe. Inakuwaje kuwaje? Kwa ndo maana nakuambia mambo mengine tutaanza kuyarohofisha kama hatutajua historia, kuifuatilia historia. Sasa, kwa hiyo iko namna hiyo. Kwa hiyo kwanza kuna usemi mmoja wazungu wanautumia, wanasema ignorance of history makes you a victim of deceit. Kwa maana ya kuwa kutokuijua historia kuna kufanya uwe muhanga wa ujinga. Kwa hiyo na udanganyifu. Kwa hiyo ndio maana lazima tuingie kwenye historia. Kwanza kihistoria, manabii walikuwa wanakufa tarehe zile zile walizozaliwa. Yani kwa kihistoria. Sasa kama Yesu Kristo kufa kwake na mpaka baadaye amekuja amefufuka, ilikuwa ni mwezi wa ngapi? Kwa mwezi wa 3 hapo kuelekea mwezi wa 4. Kwa maana kuwa ukipiga hesabu vizuri utakuja kugundua kuanzia mwezi wa 6 mpaka mwezi wa 3 ni miezi 9 imetimia. Umeona? Kwa sababu kwa wao hawa Wayahudi wanadai hivyo, na maandiko yao yako hivyo, kuwa manabii walikuwa wanakufa tarehe walizozaliwa. Yani karibia hapo, kama sio siku hiyo hiyo basi ni ile tarehe aliyozaliwa ndio anakufa. Sasa Yesu naye ilibidi kama nabii wa Mungu apitie process zote hizo. Kama manabii waliomtangulia walikuwa wanakufa tarehe walizozaliwa, ilibidi naye afe tarehe ile ile aliyozaliwa. Alafu baada ya hapo sasa yeye, kwa sababu alikuwa sio nabii wa kukaa kaburini, ilibidi afufuke kwa sababu alikuwa na mpango maalum. Kwa hiyo utakuja kugundua hivyo. Ndio maana kuna baadhi ya madhehebu hawasherehekei siku ya 25 ya mwezi wa 12. Sasa nitabidi tuingie kwenye historia. Tuirudie kidogo historia kwa sababu ya kujifunza. Sasa turudi, dhana ya tarehe 25 mwezi wa 12 ilitoka wapi? Ndio hapo tutaweza kujua sasa kuwa dhana hii ilitoka wapi, kwa sababu hii dhana ni dhana ya Warumi. Na hapa nataka kurudia baadhi ya mambo kuhusiana na historia ilivyokuwa, kwa sababu
sababu ukijua maandiko yenyewe tu peke yake bila kuijua historia hauwezi ukaelewa mambo yanavyoenda. Ndio maana lazima tuweze kujua, kwa sababu historia haijawahi kudanganya hata kidogo, na kupitia historia ndipo tutajua kwamba je, Yesu alizaliwa akiwa njiti au alizaliwa ni mtoto amekamilika kabisa. Kwa sababu Biblia tukiangalia inatuambia ulipofika wakati wa kuzaliwa. Wakati wa kuzaliwa ni miezi 9. Hatuna mahali popote kwenye historia kuwa watu wa zamani walikuwa wanabeba watoto miezi 4 amezaa. Hapana, ni miezi 9 mtoto ndo amekomaa kabisa huko tumboni na yuko tayari kuzaliwa. Na ikipitiliza miezi 9 ni tatizo na lenyewe. Unaona, yani mtu anakuambia nimebeba ujauzito miezi 11. Sasa hapana, kuna shida. Hebu jamani, huyu mtu apeleke kwenye maombi aende akaombewe. Kwa sababu utaratibu aliouweka Mungu ni miezi 9 mtoto azaliwe tumboni, abebwe tumboni. Iwe ni mzungu, iwe ni mchina, iwe ni Mwafrika, inakaa namna hiyo. Kwa hiyo kwanza kabisa tarehe 25 mwezi wa 12 tunayosherehekea kuzaliwa kwa Yesu haipo kimaandiko. Haipo kimaandiko kabisa, maana hakuna rekodi yoyote kwenye Biblia inayoonyesha kuwa Yesu alizaliwa tarehe 25 mwezi wa 12. Sasa hii tarehe ilitoka wapi? Kama kwenye maandiko haipo, historia itajibu. Ndio maana lazima tuanze kwenye historia na watu wasichanganyikiwe. Unaona kuna watu wanasema mtajuaje maandiko? Au Biblia ni kariri vipi ili niweze kuielewa? Maandiko utakiwa kuyakariri. Unatakiwa uelewe katika mpangilio wa historia pia. Kwenye maandiko pia hivyo. Sasa ni nini chanzo cha sikukuu ya Christmas ya tarehe 25 ya kuzaliwa kwa Yesu? Je, Yesu alizaliwa tarehe hiyo? Ilianzaje? Na ilianza kusherehekewa lini? Maana kwa mujibu wa Biblia, Wakristo wengi wanaamini kuwa Yesu alizaliwa tarehe hiyo. Lakini ukweli ni kuwa Yesu hakuzaliwa tarehe 25 Disemba. Na hakuna sehemu yoyote ya Biblia inayotaja kuzaliwa kwa Yesu. Na hata wanafunzi wa Yesu pamoja na kanisa la Kristo waliloliacha mitume halikuwahi kusherehekea sikukuu ya kuzaliwa kwa Yesu tarehe 25 Disemba kama ndio birthday ambayo Yesu alizaliwa. Ndio maana limeleta maswali sasa, je, Yesu amezaliwa akiwa ni njiti au imekuwaje kwaje? Tunapochunguza sana Biblia tunaikuta tarehe 25 Disemba kuwa ilikuwa ni sikukuu iliyokuwa inaadhimishwa na wapagani wa huko Babeli, waliokuwa Babeli, na ambako Waisraeli kuna wakati waliwahi kuchukuliwa ni mateka kwenye ule utawala wa Babeli wakati wa mfalme Nebukadneza. Hivyo hizo sikukuu za tarehe 25 Disemba ilikuweko tu hata kabla Yesu Kristo hajaja duniani, ilikuwepo tu, na hao wataalamu wa huko walikuwa wakisherehekea kuzaliwa kwa mtoto Mungu Jua ambaye alikuwa anajulikana kama Tamuzi, huyu Mungu Jua. Lakini Biblia inatoa historia au maelezo juu ya jambo hilo la kufanya sherehe ambayo mfalme wa wapagani aliitumia kufungua baadhi ya wafungwa kwa msamaha wakati wa sikukuu hizo. Na hapa naomba nisome kitabu cha Yeremia, tutaiona hapa hiyo sikukuu ya tarehe 25 mwezi wa 12. Tukisoma kitabu cha Yeremia tutaiona. Yeremia 52:31. Yeremia, kitabu cha Yeremia sura ya 52 mstari wa 31. Sawa. Yeremia sura ya 52 mstari wa 31. Mstari wa 31. Yes. Sawa. Hapa inasema 52:31. Inasema hivi. Ndiyo. Hata ikawa katika mwaka wa 37 wa kuhamishwa kwake Yehoyakini mfalme wa Yuda, katika mwezi wa 12 siku ya 25 ya mwezi. Umeona, mwezi wa 12 siku ya 25. Okay. Ndio hiyo tunaipata kwenye Biblia. Anasema ya mwezi Evil Merodaki mfalme wa Babeli katika mwaka wa kwanza wa kumiliki kwake akamwinua kichwa chake Yehoyakini mfalme wa Yuda akamtoa gerezani. Unaona sasa, manake hapa zilikuwa ni sikukuu hizi. Na kipindi hicho kwenye hiyo Babeli, huyo alikuwa mtawala kipindi hiki alikuwa anaitwa Evil Merodaki, ambaye sasa ndio alitumia hii sikukuu ya tarehe 25 mwezi wa 12 kumtoa mfalme wa Yuda gerezani, kwa sababu hapa ni wakati ambapo
wa Israeli ilichukuliwa utumwani. Na kama hiyo haitoshi, tukumbuke nabii Yeremia aliandika kitabu hicho zamani sana kabla ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Na taifa la Babeli lilikuwa na desturi hiyo ya kuwaweka huru wafungwa katika sikukuu za kuzaliwa kwa Mungu Tamuzi au Mungu Jua, hiyo tarehe 25 Disemba. Na enzi hizo haikuwa inaitwa Christmas. Hapana. Historia ya Babeli kufanya ibada ya jua ni ya siku nyingi, na wengi wanaifahamu kama inavyoelezewa, kama hivi tutakavyoielezea, maana hili ni swala la kihistoria. Na maana nikasema inabidi tuende kwenye historia ndio tutaweza kujua kuwa hii tarehe 25 ilitoka wapi. Kwa sababu nimekuwa nikiongea tena, naomba kukumbusha kwa kulikuwa na mfalme alikuwa anaitwa Nimrod. Wakati huo amemuoa mke anaitwa Semiramis, na Nimrod akafa. Wao walikuwa wanaabudu Mungu Jua, na Nimrod alipokufa mkeo alichepuka, akapata ujauzito. Sasa atapigwa mawe kwa sababu ni malikia. Na malikia huyu amepataje ujauzito? Ikabidi awadanganye sasa wadau waliokuwepo pale. Kawaambia, jamani, Nimrod alipokufa si mnaona tulimzika, aliyeyuka akawa ndio lile jua sasa, yaani kwa lile jua ndo mimi nimeconceive kutokana na mionzi ya jua ndo nimepata ujauzito. Kwa wale watu wakaamini kama huyu anaweza akalala na Mungu, na mambo haya yapo. Kwa nini? Kwa Warumi yalikuwepo miaka hiyo, yalikuwepo kwa sababu wao waliiga huo utamaduni kutokea huko. Hata ukiangalia movie za Warumi nyingi utaziona ziko namna hiyo, eti mionzi imekuja kama mtu kwa huyo mwanamke, alafu mwanamke akapata mimba, akazaa kwa uchungu, alafu vita vinaanza. Yes. Kumbe wewe umeangalia vizuri sana. Wewe mtu wa movie, yani unaona ile mwanamke kateseka sijui na nini, alafu ghafla ile mtoto unaambiwa 5 years akashakuwa mtawala. Kabisa. Kwa hiyo inatokana na dhana hiyo sasa ya Warumi, ambayo sasa wao, kumbuka, walikuwa ni waabudu mizimu, wanaoabudu miungu. Kwa hiyo ndio maana hiyo ikaingia, na tarehe 25 sasa akawa amezaliwa huyo mtoto anaitwa Tamuzi, ambapo ndio wakaiteua sasa siku ya kumsherehekea Mungu Mwana, kwa sababu kwao kulikuwa na Mungu Baba, Mungu Mama na Mungu Mwana, ambapo sasa kwa sababu walikuwa ni waabudu hiyo mambo ya hayo mambo. Kwa huyu mpaka anakuja sasa, hii inayoandikwa kwenye hii kitabu cha Yeremia tulichokisoma ni wafalme wa mbele huku sana. Manake tayari hizo sikukuu zisha kuwepo kwenye ule utawala, ambazo na zenyewe pia walikopi kutokea Misri huko, kwa sababu Misri huko kulikuwa na wakina Heru, Horus na nani ule mwingine alikuwa anaitwa, yani kulikuwa na utatu mtakatifu kutokea kwenye taratibu za hawa wa Misri. Kwa hiyo ikawa iko hivyo. Kwa hiyo usiku huo sasa wa kuamkia tarehe 25 mwezi wa Disemba, Semiramis sasa kazaa mtoto aliyemuita Tamuzi, ambaye baba yake ni Mungu Jua, ambaye ndivyo hivyo. Kwa hiyo imani yao ilienda mbali zaidi hadi kuamini kuwa tendo la Semiramis kuzaa na Mungu, basi na yeye pia ni Mungu. Ndio kukaanzishwa utatu mtakatifu wa Mungu Baba, Mungu Mama na Mungu Mwana. Sio Mungu Roho Mtakatifu. Mungu Roho Mtakatifu ni Warumi, baadaye wakaja wakaibadilisha hiyo dhana. Kwa hiyo ikawa imeenda namna hiyo. Sasa sikukuu hii ya jua iliingiaje katika Ukristo? Kwa sababu kwa kuwa Biblia haina maelezo yoyote juu ya Wakristo kusherehekea sikukuu ya Christmas, inabidi turudi bado katika historia ya kanisa, ambayo inaweza tu kuthibitishwa na vitabu vya kumbukumbu za kanisa lililofanya mabadiliko hayo. Tutakumbuka kuwa baada ya Yesu Kristo kufufuka na kupaa kwenda mbinguni, mitume walipata misukosuko mikubwa sana juu ya kupeleka injili katika mataifa yaliyokuwa na desturi za kipagani. Na moja ya desturi za ibada kinzani ilikuwa desturi ya ibada za kipagani za dola ya Rumi. Ndio ilikuwa hiyo moja wapo, kwa sababu kipindi hicho Rumi ndio inatawala. Na ukumbuke, wanahistoria wazuri watakumbuka kuwa mwaka wa 70 Rumi ndio ilivamia Yerusalemu, ikiwa inatimiza unabii wa Yesu Kristo, alisema halitasalia jiwe juu ya jiwe. Unabii ule ulikuja ukatimia
ya miaka ya 70, na walioivamia Yerusalemu ulikuwa ni utawala wa Kirumi, ambao watawala wa Kirumi hawa baadaye wakaja wakaanzisha dini ya Kikristo, alafu wakairudisha tena Israeli kule, wakawaambia sasa dini ya ulimwengu kwa sasa ni hii Christianity. Wayahudi wakakataa, wakaingia kwenye vita vingi, walipigana pale. Mambo yameenda hivyo. Baadaye Rumi ilipokuja kushuka, ukaja utawala mwingine, Ottoman Empire. Wao wakaja wakatambulisha Uislamu ndio dini ya ulimwengu mzima. Vita vikapiganwa tena. Kwa hiyo ndio maana wale wanaofuatilia historia wanakumbuka miaka ya 1050 kwenda mbele huko mpaka 1100 kulikuwa kuna kitu kinajulikana kama Crusade War. Crusade War ni mambo ya vita vya kidini, ikawa namna hiyo. Kwa utakumbuka baada ya Yesu kufufuka sasa, kama nilivyosema, wanafunzi hawa walipata shida sana. Na kwa wasomi wazuri wa historia za anguko la dola la Kirumi na historia ya kanisa chini ya mitume wa Yesu, ni wazi wanafahamu vita vilivyokuwepo kati ya desturi ya dini ya kipagani ya Rumi na dini ya Kristo, ambayo ilisababisha mitume na Wakristo wengi baadaye wateswe sana na kuuawa sana. Kwa sababu mitume na Wakristo wengi wa mwanzo waliteswa na kuuawa na dola ya Kirumi. Hiyo historia watu wengi sijui kama wanaijua. Kwa leo usije ukasema tu tunampenda Yesu, lakini hii imani imepitia mateso mengi sana. Sasa kwa ajili ya kupinga desturi zile za ibada za kipagani kuingizwa katika dini ya Mungu wa mbinguni. Japo kwenye mitume kuuawa, wengi wanasema hakukuwa na ushahidi wa moja kwa moja, lakini sasa ni kuwa walipingwa sana hawa mitume, akiwemo Arius alipinga mno, na hata wale ambao walijiita Wayahudi walipinga juu ya ujio wa Ukristo. Ukumbuke Ukristo ni dini ambayo ilionekana kwa Wayahudi pia ni dini, sio dini ya Mungu. Yaani ni kama dini mpya. Ndio maana hata Yesu alikuwa anapingwa, kwa sababu alionekana ameleta kitu kigeni tofauti na mambo walivyozoea. Sasa mtawala wa Rumi wakati huo, kwa majina yake kamili akitambulika kama Flavius Valerius Constantinus au Constantine the Great, wazazi wake walikuwa wapagani, na yeye dini yake kubwa ilikuwa ni paganism, ambapo alikuwa anaamini katika dini za kale. Dini za kale ndio hizo za kina Nimrod kule na hawa wa Misri. Kwa alikuwa anaamini katika pia miungu ya kale pia ya Kirumi nyakati hizo, na alikuwa muabudu jua. Ni tangu akiwa mtoto mdogo mpaka mwaka wa 312 pale alipoamua sasa kuhamia kwenye kile ambacho leo kinaitwa Ukristo ama Christianity. Huyu Alexander Mkuu, ambapo kwa nyakati hizo ilitambulika kama dini mpya hapo Roma, kwa sababu kumbuka wao walikuwa na dini zao za kipagani. Japo historia inasema kwamba katika muda wa miaka 65 muda wake mwingi aliishi kama mpagani, mpaka pale alipokuja kubatizwa kama Mkristo na Papa Silvester wa kwanza mwaka wa 312, na baadaye mwaka wa 325 ndio akaitisha sasa ule mkutano wa Nicaea Conference, ambayo akaunda sasa huo Ukristo na kuimarisha sasa kufanya ikawa dini kuu ya ulimwengu kwa jasho na damu. Maana pale kulifanyika pale namna, kwa sababu vitu alivyoviingiza kwenye hicho sasa kinachojulikana kama Christianity, aliingiza vitu vya upagani vingi ambavyo wapinzani wote walikuwa wanauao. Kwa kulingana na mambo yote yake ya kipagani, pamoja na kuwa na michepuko kibao, pamoja na kufanya mauaji makubwa, lakini baadaye kanisa Katoliki wakaja wakamjengea sanamu kubwa, mpaka sasa akapewa utakatifu. Ndio hiyo wasikiaga Saint Constantine, ndio huyo sasa mtawala wa Roma, kwa sababu ya mchango wake mkubwa pia wa kusababisha kusiwe na mauaji mengi, kwa sababu wapagani na wale wa njia ile walikuwa wanapigana. Unaona, kwa mchango huo wakautambua kwa namna hiyo. Kwa huyu mwamba ndio muasisi wa Ukristo ulimwenguni na anaheshimika mno, na huyu ndio anahusika pakubwa kuanzishwa pakubwa kwa sikukuu nyingi za kipagani kuziingiza katika Ukristo, ambapo sasa leo wengi wanasherehekea sikukuu hizi. Na baada ya miaka mingi kupita, karibia miaka 300, mfalme Konstantini wa dola ya Kirumi aliyekuwa anaabudu jua aliamua kuwa Mkristo kama nilivyoeleza hapo mwanzo, lakini hakutaka kuacha desturi za ibada za kipagani na kuifanyia sherehe miungu yake. Kwa hivyo akaamuru sherehe za kuzaliwa Mungu mwana ambaye ni Tamuzi iendelee kusherehekewa, ila Wakristo waambiwe kuwa ni siku ya kuzaliwa Yesu Kristo katika kipindi hicho. Kwa katika kipindi hicho cha mageuzi sasa
makanisa ya Rumi. Katika mchakato wa kutafuta muafaka kati ya wapagani na Wakristo, ndipo kanisa hili sasa likawa limezaliwa la Rumi, au kanisa la Roman Catholic Church likawa limezaliwa. Maana hili ndio lilikuwa muafaka wa kutafuta amani kati ya Wakristo na wapagani. Na yako kwenye vitabu vyao, maana kutoka vitabu vya kanisa la Rumi ambavyo vimetunza kumbukumbu, na ndio walihusika pakubwa sana katika mabadiliko haya. Kwa hiyo sasa nikienda kumalizia kwa upande wa kanisa, historia inasema ilikuwa ni mwaka wa 336 baada ya Kristo, ndipo kanisa lilipoamua kuwa badala ya kuwa na sikukuu ya kipagani mjini Roma inayojulikana kama Natalis Solis Invicti, au the birthday of the invisible and conquered sun. Kwa hapa walikuwa wanamaanisha Heru au Horus kutoka Kemet, na sikukuu hiyo iliyosherehekewa tarehe 25 Disemba. Sasa tarehe hiyo iwe ni siku ya kuzaliwa, yani iwe ni siku ya kuzaliwa jua, isiwe siku ya kuzaliwa jua, bali ibadilishwe kuzaliwa kwa mwana wa Mungu. Hata kama ile tarehe ya kuzaliwa kwa mwana wa Mungu haijulikani kwa alizaliwa ni tarehe ngapi, lakini badala ya kusherehekea, kanisa sasa ndio liliamua hivyo, kuwa badala ya kusherehekea sasa hizo sikukuu za kipagani, basi tuichukue hii siku ndio tumsherehekee kuzaliwa kwa Yesu Kristo mwana wa Mungu. Kwa mara ya kwanza kanisa lilikuwa linaendesha misa tu, lakini baadaye mtindo wa sherehe sasa za kipagani ukaanza kushamili, zenye sura ambayo hadi leo zinaendelea zikitawaliwa sasa na vileo na vinywaji na sherehe za kila namna. Lakini kanisa la mwanzo halikumaanisha hivyo, kwa sababu lenyewe lilimaanisha kwa sababu hatujui Yesu alizaliwa tarehe ngapi, na hatuna rekodi ya Yesu alizaliwa tarehe ngapi, kwa sababu kanisa la kwanza ili kanisa sasa kwenye yani kwa utawala wa Kirumi, kwa sababu limeanzia pale Rumi, kwa lenyewe likaamua sasa libadilishe utawala, amini hiyo historia, badala ya kusherehekea yule Mungu jua, sisi tumsherehekee mwana wa Mungu. Kwa hiyo ikawa iko hivyo. Kwa hiyo hii na pia historia inaeleza kuwa katika kipindi hicho cha kuingiza mapokeo kanisani, wakati Rumi ya kipagani inageuka kuwa Rumi ya Kikristo, kwa masharti ya mfalme kuingia na desturi za ibada zao zilizokuwa zinapingana na desturi za ibada au maagizo ya Mungu. Kwa zilizuka vita nyingine kati ya Wakristo waliosimamia ukweli wa Biblia na Wakristo wa Rumi. Hapa kukainuka vita. Kwa Wakristo wengi waliosimamia ukweli waliuawa na kuteswa sana kwenye wakati huu. Kwa hiyo umeona sasa historia ndio inakuja kutuambia au kutupa majibu yanayoeleweka kuwa ni kwa nini sasa tunasherehekea tarehe 25 kama ndugu zetu walivyouliza, kwani Yesu amezaliwa akiwa ni njiti? Amezaliwa ana miezi 6, yani ni mtoto ambaye hakutimiza umri wake? Hapana, alizaliwa na miezi 9, isipokuwa sasa kanisa lile la mwanzo lililokuwepo pale Rumi wakaamua kubadilisha. Badala hii tusherehekee sikukuu za kipagani, inabidi tusherehekee nani? Tumsherehekee Yesu Kristo. Na ndio maana sasa unaona wengine wamejaribu kukosoa kwa nini tusherehekee tarehe 25? Kwa sababu hizo tarehe ni tarehe ambayo watu wanalewa, tarehe ambayo watu wanafanya maasi mengi. Yani ile sikukuu badala ya kumsherehekea mwana wa Mungu aliyezaliwa kuleta ukombozi, inakuwa ni sikukuu ya maafa. Inakuwa ni sikukuu za mambo mabaya. Ndio maana unakuta wengine wanapinga kuwa hizi ni sikukuu za kipagani, hazikutakiwa kuigizwa kanisani. Kwa hiyo ndio hasa ndio majibu yalivyo kwa mujibu wa historia. Sawa sawa. Yes. Umetusaidia, hujajibu swali hilo tu, ila umetutembeza kwenye historia mbalimbali za kwa nini Warumi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo tusiwe na wasiwasi na mashaka kwamba ni kwa nini tarehe 25. Ila tutujue waliona ni moja ya siku watu wanakuwa na vibe sana, na wakasema na sisi tutasherekea tu ya kwetu kwa maana nyingine. Kwa hiyo siku ya tarehe 25 kunakuwa na maana mbili. Kuna wengine wanasherekea miungu, wanajijua. Na kuna wengine sasa tumeamua kufuata ile kalenda kwamba hebu tukumbuke siku ya birthday ya Yesu hapa. Kwa hiyo tunasherekea kwa staili hiyo.